Nini hasa kinachodhibiti maisha yako? Hilo ni swali zuri sana. Mimi ni mchungaji Thomas na leo nataka kushiriki nawe hadithi ya kweli. Unajua, napenda hadithi. Napenda kuzisoma, napenda kuzishiriki, napenda kuzisimulia. Ninapenda tu hadithi. Na Biblia imejaa hadithi. Ni hadithi baada ya hadithi ambazo inatuambia kanuni na ukweli na uhalisia wa maisha yetu. Kwa hiyo nataka kushiriki nawe moja. Kulikuwa na mfalme katika taifa la Israeli, na Agano la Kale katika Biblia linahusu jinsi Mungu alivyojifunua kwa dunia kupitia Israeli. Basi kulikuwa na mfalme wa Israeli na jina lake lilikuwa Yeroboamu. Sasa Yeroboamu na Wayahudi wote walijua kwamba kuna Mungu mmoja wa kweli aliyemuumba. Lakini alichofanya ni kujenga sanamu za dhahabu na kuzisambaza kila mahali. Kisha akawaambia watu, hawa ndio miungu yenu na nataka muabudu. Hata zinafanana na ng'ombe au ndama wadogo. Na kwa nini alifanya hivi? Basi kwa sababu miungu ya uongo na miungu inayotengenezwa kwa mikono ya wanadamu haina dhamiri. Haina maadili. Hakuna sahihi wala kosa. Na unaweza kufanya unachotaka kufanya kwa sababu kiukweli wewe mwenyewe ndio Mungu wako. Kwa hiyo badala ya kumwabudu Mungu muumba, walikuwa wakiabudu miungu midogo ya sanamu iliyotengenezwa kwa mikono ya mwanadamu. Sasa watu wengi wanafanya hivyo leo, lakini wanatafuta ukweli wa Mungu muumba wa kweli. Lakini huhitaji kujenga sanamu ili uwe na sanamu. Sanamu inaweza kuwa chochote kinachotawala maisha yako. Kwa watu wengi duniani, wengi wao, ningeweza kusema, pesa ndiyo Mungu wao. Wanafikiri kama wataweza kupata pesa za kutosha, watakuwa na furaha. Mungu sanamu inaweza kuwa ndoto, inaweza kuwa tamaa, inaweza kuwa hofu, inaweza kuwa faraja, inaweza kuwa mume, mke, mvulana, msichana, rafiki wa kike, rafiki wa kiume, inaweza kuwa chochote tu unawaabudu. Vitu hivyo vinaushikilia maisha yako. Inaweza kuwa pombe, inaweza kuwa dawa za kulevya, inaweza kuwa ukahaba, uasherati, mambo yote haya. Au unachukua sanamu na miungu ya uongo badala ya Mungu wa kweli muumba, kwa sababu Mungu alikuumba kwa mfano wake na ulizaliwa ili uwe na uhusiano naye. Na anakupenda. Anakupenda zaidi ya unavyoweza kujua. Anajua jina lako, anajua idadi ya nywele kichwani mwako. Na Mungu anakupenda na anataka kuwa na uhusiano na wewe. Na hutawahi kupata amani katika maisha yako. Hutawahi mpaka umjue Mungu wa kweli muumba. Inawezekanaje hili kutokea? Tambua kwamba Mungu anakupenda, kwamba kuna Mungu. Anakupenda, anakujua. Anataka kuwa na uhusiano na wewe. Natambua kwamba sote tumetenda dhambi, sote tumekiuka sheria za Mungu, sote tunalijua hilo. Sisi si wakamilifu, sote tumefanya mambo mabaya. Na la tatu, kuna malipo kwa ajili ya dhambi hiyo. Na yapo malipo moja tu, na siyo dini zetu, siyo makanisa yetu, misikiti, mahekalu au chochote kile. Vitu hivi haviwezi kukusamehe dhambi zako. Unaweza kuwa mtu mwema, lakini bado lazima ulipe kwa yale mabaya uliyofanya. Sasa malipo ya dhambi ni nini? Una moja tu, siyo maisha yako mazuri. Utawahi kuwa mwema vya kutosha, siyo dini yako, haiwezi kukuokoa. Biblia inasema ni kifo kwa damu. Hivyo Yesu Kristo alikuja duniani kwa kusudi moja, na hilo ni kwamba alikuwa Mungu aliyekuwa mwanadamu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi bila dhambi, kisha akamwaga damu yake na kufa msalabani.
Kwa nini? Kwa sababu alikuwa analipa gharama ya dhambi mahali pako. Aliadhibiwa mahali petu. Alibeba dhambi zetu katika mwili wake mwenyewe pale msalabani. Na akahukumiwa na kuadhibiwa na Mungu. Na aliteseka mateso yote ya jehanamu ambayo yanapaswa kuteseka. Na wewe huhitaji kwenda jehanamu. Baada ya siku 3 alifufuka kutoka kwa wafu na yu hai, na anataka aje akae moyoni mwako sasa hivi. Kulikuwa na wakati katika maisha yangu nilipotoka mbali na Mungu muumba wa kweli. Nikawa Mungu wangu mwenyewe. Nilitaka kufanya mambo yangu mwenyewe. Na usiku mmoja Bwana alinena na moyo wangu, akagonga mlango wangu, na nikatambua kuwa nilikuwa naenda njia isiyo sahihi. Nilikuwa naabudu Mungu wa uongo mimi mwenyewe, na nilikuwa najiruhusu kuwa Mungu wangu. Na usiku huo niligeuka kutoka kwenye dhambi, kutoka maisha ya kujiongoza mwenyewe, nikamgeukia Yesu Kristo ambaye alivuka njia za wafu ili anisamehe na kuniokoa. Niliweka maisha yangu yote mikononi mwake, nikamkabidhi kuwa Bwana wa maisha yangu. Roho wa Mungu akachukua usukani. Dhambi zangu zilisamehewa. Alibadilisha maisha yangu milele. Na najua jina langu limo kwenye kitabu cha uzima kwa sababu Mungu anaishi ndani yangu kupitia Roho wake. Hilo linaweza kukutokea wewe pia. Sasa hivi unaweza tu kuomba. Maombi hayawezi kukuokoa, lakini Yesu anaweza. Huenda usielewe kabisa, lakini na kuomba uwe na imani kidogo tu. Lakini hiyo imani ndogo ulionayo iweke kwa Kristo na useme, nataka kukupa maisha yangu. Niacha maisha yangu mikononi mwako na nakukaribisha moyoni mwangu. Hebu tuombe. Sema, Yesu, nataka kukupa maisha yangu. Ingia uchukue usukani. Uwe Bwana wangu, Mungu wangu, Mwokozi wangu. Nisamehe. Nioe. Nipe maisha mapya sasa. Maisha ya milele pamoja nawe, milele mbinguni au peponi. Kwa jina la Kristo, amina. Kama umeomba sala hiyo, tafadhali niandikie. Unaweza kuandika kwenye sehemu ya maoni, tuma ujumbe, hata unaweza kuniandikia kwa barua pepe twaministy23@gmail.com. Na useme tu maneno mawili, nimejisalimisha. Na tunataka kukuandikia na kukupa baadhi ya vifaa bure. Hatuna kitu cha kuuza hapa. Na pia ongeza maneno mawili zaidi niweke. Na nitakutumia ujumbe wetu wa wiki. Natoa ujumbe mmoja kila wiki. Ni bure na utaupenda. Utakusaidia kukua katika Bwana, kuelewa neno la Mungu, na utabarikiwa kiroho. Hivyo andika tu useme nimejisalimisha na niweke. Watu wengi duniani kote wanaandika. Na unaweza kuwa mfuasi, bonyeza like, kuwa mfuasi au msajili. Na hadi wakati mwingine, mimi ni Mchungaji Thomas. Na kumbuka daima, Yesu anakupenda.